ni kuhusu kutambulisha kwenu kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, au kwa lugha za kigeni inaitwa Mama Samia Legal Aid Campaigning, ambayo itafanyika katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kuanzia tarehe 16 Juni mwezi huu wa 2025. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, dhamira kubwa ya serikali ya awamu ya 6 ni kuhakikisha inatatua matatizo ya watu pamoja na kupeleka maendeleo ya watu kwa ajili ya watu wenyewe. Yaani ingelikuwa kwa lugha za kigeni, is aiming to make sure wanapeleka maendeleo ambayo itakuwa for the people, by the people and of the people. Katika kufanya kampeni hii, Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Katiba na Sheria, Mheshimiwa Dr. Ndumbaro Damas, yeye pamoja na wizara yote kwa ujumla ndio hasa ambao wataendesha kampeni hii kwa kushirikiana na management yote ya mkoa wa Dar es Salaam. Na hapa tupo na Bi Esther Msambazi ambaye ni mkurugenzi wa huduma za msaada wa kisheria katika hii Wizara ya Katiba na Sheria. Napenda awali ya yote tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendeleza adhima ya serikali anayoiongoza, serikali ya awamu ya 6, katika kuhakikisha viongozi wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunajikita katika kutatua migogoro hiyo. Na katika kufanya hivyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ndio tamko lake katika mikoa yote na hasa pia katika wizara zote. Na kwa kufanya hivyo, sisi wakuu wa mikoa tumepewa wataalamu ambao pia watatusaidia bega kwa bega kuhakikisha mambo kadhaa yanakuwa solved katika taifa. Na hapa kulia kwangu nipo na Dr. Nguvila ambaye yeye ni katibu tawala wa mkoa wa Dar es Salaam, ambaye anaisaidia kwa dhati ofisi ya mkuu wa mkoa katika kuhakikisha kampeni hii ya Mama Samia Legal Aid Campaign inafanikiwa chini ya Wizara ya Katiba na Sheria. Kama nilivyosema awali, jambo kubwa ni msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo. Hii ndio kauli mbiu kubwa ya kampeni hii ambayo itaanza kama nilivyosema, tutaizindua tarehe 16, lakini itakwenda kwa siku karibu 9 baadaye. Wizara ya Katiba na Sheria kwa ushirikiano na ofisi ya mkuu wa mkoa kama nilivyosema, inapenda sasa kuwataarifu wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam kuhusu uzinduzi rasmi wa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia. Uzinduzi huu utafanyika siku ya Jumatatu tarehe 16 Juni 2025 saa 2 asubuhi. Wananchi wao wamefika kwenye eneo hilo katika viwanja vya Maturubai, Mbagala, wilaya ya Temeke. Kama nilivyosema kwamba saa 2 mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, mbunge, na wananchi wote. Kwa maana ya saa 2 Mheshimiwa Waziri Mkuu atakuwa tayari kwenye maeneo hayo. Lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote. Lakini kama mnavyofahamu, kwa nini jambo hili liko chini ya Wizara ya Katiba na Sheria? Nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya katiba na nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria. Na kama mnavyofahamu kwamba kila jambo unapotaka kulifanyia utatuzi, moja, linapaswa kuwe na weledi wa kitaaluma namna ya kuweza kudiri na tatizo lililopo. Na kwa mantiki hiyo, jopo la wataalamu wa kisheria kwa kusaidiana wataalamu wengine watakuwepo Mbagala katika viwanja vya Maturubai ili kuweza kuwasaidia Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuweza kupata masuluhu ya migogoro ama kupokwa haki mahali ambapo hapana usawa, ili kuweza kurejesha amani na mwisho kupata maendeleo. Ndugu waandishi wa habari, kama nilivyokushasema hapo awali kwamba lengo kuu la kampeni hii ni kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi wote nchini, ikiwemo makundi maalum kama vile wanawake,
watoto na waathirika wa ukatili wa kijinsia. Mnafahamu kwamba katika nchi yetu ya Tanzania, moja ya mikoa pia ambayo takwimu zinaonesha kuna ukatili wa kijinsia ni pamoja na Dar es Salaam. Kwa hiyo kampeni hii muhimu chini ya Wizara ya Katiba na Sheria ambayo inagharamiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kwamba watu waweze kufika ili waweze kupatiwa kile ambacho kimekusudiwa. Kampeni hii baada ya kuzinduliwa kwa tarehe 16 itatekelezwa kwa siku 9 mfululizo kuanzia tarehe 17 sasa hadi tarehe 25 ya mwezi Juni. Najua wengine wanaweza kauliza swali, baada ya kuzindua, je, siku hiyo tukitaka kupata sasa ufafanuzi wa masuala kadhaa inawezekana? Naweza nikakiri kwamba inawezekana, na ndio maana tunasema ni siku 9 baadaye bila kuhesabu siku ya uzinduzi, lakini kwa kuhesabu na siku ya uzinduzi ni siku 10 mfululizo. Na kwa mantikio, katika halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam kupitia kata na mitaa yetu itatolewa ratiba maalum ya mzunguko wa namna kusikiliza kero na kutatua migogoro chini ya kampeni hii muhimu. Ndugu waandishi wa habari, utekelezaji wa kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia unajumuisha utoaji wa huduma zifuatazo. Moja, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu haki za binadamu na utawala bora, mirathi, ndoa, ardhi, haki miliki, mali na utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala. Hapa mnaweza mkaniuliza, Dar es Salaam tumekuwa pia tuna experience, tuna tajiriba ya masuala ya migogoro mingi ambayo ipo katika mkoa wetu. Moja ni migogoro inayojikita katika masuala ya mitafaruku ya kindoa. Kwenye ndoa, baba na mama, familia ya upande mmoja au vinginevyo, inaweza kuibua misigano na mwisho wa siku kutokupelekea weledi na ufahamu wa kisheria, jambo ambalo mwisho inaweza likapelekea ugomvi hata kuuana. Lakini jambo jingine ni mirathi. Mirathi inasumbua sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mirathi inasumbua sana, na ndio maana siku hizi tunaaswa kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha tunaweka wosia, unasajiliwa wosia wetu, ili mwisho wa siku sasa kuepusha baadhi ya migogoro. Sasa nini zaidi kuhusu taaluma ya mirathi na utatuzi wa migogoro yake? Fika tarehe 16 ya mwezi wa 6 2025 viwanja vya Maturubai Mbagala uweze kupata taaluma na mwisho suluhisho la yale yanayokukabili. Lakini zaidi pia migogoro ya ardhi. Tunaona sehemu mbalimbali watu wanakwenda kwenye maeneo, wanapima maeneo ya watu hata bila vibali vya kufanya namna hiyo, wanatoa mpaka hati. Lakini kuna mahali unakuta kuna contradiction ya kisheria, hati inatolewa juu ya hati. Je, nini hiki kinachopelekea mambo haya yawepo? Fika tarehe 16. La wakati fulani pia kununua maeneo ya squatter na kuambiwa kwamba eneo hili na mtu mwingine. Migogoro mingi inaibuka na mwisho wa siku kusababisha uvunjifu wa haki na uvunjifu wa amani. Lakini zaidi pia hapa Dar es Salaam pamekuwa pia pana migogoro mikubwa inayosababishwa na utapeli tu. Leo ukienda kwenye showrooms za magari nyingi unakutana na migogoro ya watu kuuziwa magari yanayosemekana labda yana kilomita nyingi au kilomita chache, lakini kumbe ukienda in detail kuhusu gari hilo hali haiko hivyo. Lakini pia ukienda zaidi unakuta gari imeibwa mahali fulani linakuja kuuzwa huku bila wewe kujua. Sasa fika tarehe 16, kuna jopo la wataalamu wanaojihusisha na masuala ya mbalimbali ya sheria za kimataifa, sheria za kibiashara, pamoja na sheria zinginezo nyingi ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanya maamuzi ambayo yanaweza kutokupelekea kwenye hasara au kwenye migogoro. Lakini jambo la pili pia ni kwamba ni kutoa ushauri wa kisheria na ushauri nasi kuhusu waathirika wa ukatili wa kijinsia. Nyie mnafahamu Dar es Salaam pia kuna vitabia vya baadhi ya watu kulawiti watoto wadogo au hata watu wazima. Kuna hiyo tabia kubwa. Lakini zaidi pia kuna watu wengine, akina mama kunyanyaswa au hata akina baba kunyanyaswa. Sasa fika uweze kupata ushauri, uweze kupata counseling ya namna gani tunaweza tukaenda kutatua migogoro hiyo, ili mwisho wa siku uweze kuijenga jamii ambayo ni pana, ni nzuri, ambayo imejaa weledi mkubwa wa kitaaluma katika sheria. Tatu ni huduma ya usajili wa vyeti vya kuzaliwa kupitia RITA.
Nyie mnafahamu kwamba taifa letu ili uwe mkazi wa Tanzania kuna vitu vingi ambavyo tunaviangalia, na jambo moja wapo tunaweza tukasema wewe ni mkazi wa kuzaliwa wa Tanzania, ni raia wa Tanzania kwa ukazi, umezaliwa. Sasa nataka tujue citizenship yako. Je, una cheti? Na kama huna cheti, nini kiweze kufanyika? Je, nani apate cheti? Mtoto anayezaliwa kwa siku moja au mtu mzima? Fika tarehe 16 uweze kupata msaada huu mkubwa wa kisheria. Ndugu waandishi wa habari, nitoe rai kwa wananchi wote kujitokeza kwa wingi katika shughuli hii za uzinduzi na kupata huduma za msaada wa kisheria wakati wa utekelezaji wa kampeni katika maeneo ambayo huduma hizi zitatolewa. Kama ambavyo nimesema, itakuwa ni rotation kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine, lakini zaidi pia itakuwa ni mtaa, itakuwa ni kata, ili wananchi basi waweze kupata zile huduma ambazo zimekusudiwa. Na taarifa hii sasa kwamba tarehe 17 tutakuwa wapi, 18 wapi, itatolewa tarehe 16 ya mwezi wa 6 2025 kwenye viwanja vya Maturubai pale Mbagala. Kwa hiyo kwa mtu yeyote mwenye swali, leo wanakuwa wapi, njoo tarehe 16 utasikia kesho tutakuwa wapi. Ukifika tarehe hiyo, kila jambo litakuwa limekwenda vizuri. Nitoe rai kwa wale wana Dar es Salaam wote wanaokuja kwa ajili ya kupata suluhu la mambo haya, wahakikishe wanakuja na nyaraka zote za msingi ambazo zitasaidia jopo la wataalamu kuweza kushauri, kuweza kutatua ama kuweza kufanya jambo jingine ambalo litakuwa kwa mujibu wa kisheria. Maneno matupu kama mnavyofahamu huwa hayawezi kusaidia kuwa ni evidence ya kutosha tunapotatua migogoro namna hii. Njoo na nyaraka unazodhani wewe ni mmiliki wa ardhi, wewe ni mwanandoa, wewe huyu ni mwanao, huyu kweli umemzalia Mwananyamala, anahitaji cheti cha kuzaliwa au vinginevyo. Njoo na ushahidi wa kinyaraka ambao utasaidia kufungua ukurasa mzuri wa namna kukusaidia kuweza kutatua migogoro ulioileta mbele ya wataalamu. Ofisi ya mkuu wa mkoa na wataalamu wake wote, wizara ya ardhi, wataalamu wote, mambo ya afya, upande wa elimu, wote tutaungana na wizara ya katiba na sheria chini ya Mheshimiwa Dr. Ndumbaro na chini ya wataalamu wake akiwemo katibu mkuu wa wizara hii